Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukurani. Mbele yako asubuhi ya leo nimekuja na kuomba unisamehe dhambi. Nena kupitia mimi. Nitumie tu Mwenyezi Mungu, mimi ni chombo tu. Sema through my tongue ile jambo lolote ambalo Mwenyezi Mungu wapenda kunena. I submit and I surrender myself to you. Na huyu naye Baba ananisikiza. Namfunika na damu yako Yesu Kristo. Ninakuomba kibali. Ongea na yeye Mwenyezi Mungu. Na kuinulia hii nafsi. Ibariki. Fungua hii masikio ikusikie. Huu moyo Mwenyezi Mungu unenee. Baba, vuta wengi katika wokovu. Maana watuelezea tusimame tuineze injili lako, tukuinue na wewe utavuta wengi upande wako. Hakika Mwenyezi Mungu unastahili, hakuna mwingine kama wewe. Nena kupitia mimi. Pokea sifa, pokea utukufu. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Wenye kunisikiza, hii ni siku nyingine njema ambayo Kristo amenipea uwezo wa kunena na wewe. Nina furaha siku ya leo kwa sababu, na sio furaha tu, maana jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Nikiringa ninaringa kwa sababu ninajua jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na hayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuniweka hapo. Maana sina lolote ambalo ninaweza sema nimelifanya nzuri. Nikiangalia huu mwili wangu, ni ule mwili ambao umejaa udhaifu, mwili ambao umejaa maovu. Lakini kwa sababu ya kifo ya Yesu Kristo msalabani, kwa sababu ya Kristo kufufuka kutoka kaburini, kwa sababu ya Kristo kutupenda, ndio nimepatikana. Hakika sifai hata kidogo kuingia kwa ufalme wa mbinguni. Lakini kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na upendo wa mwanadamu, akamtoa Kristo ili anje duniani, ateswe, asulubiwe, auawe na kisha afufuke, ndiposa tupatikane. Gharama hii yote Kristo aliienda na akashukua huo mzigo ili angalau watu wa mbinguni. Na ukumbuke hukumu ya moto ya milele ilihukumiwa Shetani. Wewe kutosikia Mwenyezi Mungu kunaweza sababisha uhukumiwe pamoja na Shetani. Lakini hukumu ya moto si ya mwanadamu bali ni ya Shetani. Na ndiposa akaomba ruhusa ili anje hapa duniani aweze kudanganya wengi wamuasi Mwenyezi Mungu. Ndiposa wakati wa hukumu ama wakati wake wa kutupwa jehanamu awe pamoja na yule ambaye amekataa kusikia Kristo na kumtii na kukaa maisha matakatifu. Ni mapenzi yangu mimi kukaa kama huu mwili. Lakini nikiangalia mahali ninaenda, ninaona afadhali huu mwili ukae nimfuate Kristo. Na huyu Kristo ambaye ninamfuata alishinda vita, akashinda mauti, akashinda yote. Na baada ya kukufa na kufufuka, akatoka duniani na kisha akarudi mbinguni. Na leo hii tunaongea na wewe, ameketi mkononi mwa kulia mwa Mwenyezi Mungu akiwa kuhani mkuu. Yeye ni kuhani kwangu, ni kuhani kwako. Jambo ambalo Mwenyezi Mungu ako na haja nayo sana kwako ni uishi maisha matakatifu, akikuagiza unayatenda. Neno la Mwenyezi Mungu lazima tutii. Usifanye hii na hii. Tuwe beyond. Tukijazwa na Roho Mtakatifu tutayaweza yote. Mkristo ambaye hana Roho Mtakatifu, ngoja niseme tu, ni kama ng'ombe ambayo inapelekwa malishoni, inakula kila kitu na inapewa na kila kitu, na bado tu inazidi kukaa ikiwa imekonda. Unaidunga mpaka shindano ya vitamin, haibadiliki. Ukidungwa shindano ya vitamin ukiwa hauna Roho Mtakatifu, utakaa tu umekonda. Na huyu Mkristo ambaye hana Roho Mtakatifu, akiwa namna hiyo, jambo lolote likitokea duniani ambalo linakuja kwa sababu ya dhambi ama majaribu ya aina fulani, yote huwa inamweka chini
ama inamfinyilia, na dakika ya mwisho huwa anajipata kwa dhambi ikiwa sio mapenzi yake. So kuna umuhimu sana wa kutamani kupewa Roho Mtakatifu na Mwenyezi Mungu, na kuna umuhimu wa kukaa maisha matakatifu. Brethren, wewe hukuhukumiwa moto. Shetani ndiye alihukumiwa moto na Mwenyezi Mungu, na hakuna hukumu nyingine atapata mbele ya Mwenyezi Mungu ama ibadilishwe. Maana Mwenyezi Mungu akisema ni yes, yatosha. Mimi sijahukumiwa na Mwenyezi Mungu, wewe hujahukumiwa na Mwenyezi Mungu, bali tumepewa kibali kupitia Kristo. Tumwamini Mwenyezi Mungu kupitia Kristo, na kisha atuokoe kupitia damu yake, kupitia kifo ambacho alikufa mwili wake. Na katika hii standard hii ya kuingia kwa wokovu, ukisha kubali, yeye ndiye huwa anabatiza na Roho Mtakatifu. Ubatizo wa maji wabatizwa na mwanadamu kama wewe. Brethren, tupende kukaa maisha matakatifu. Nina huu mwiso, na hii ni jambo fulani ambalo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yangu kwa watu hawa, na especially ninaongea kwa watu wangu wa Kenya kuhusu hili jambo. Kama wewe unajua ni pastor ambaye una pastor kanisa ya watu ambao hawajafika 20, wakienda sana ni watu 20. Umekodisha kanyumba ya mabati roadside mahali, ama mnaishi tu na mashida, mmekaa katika hiyo kanisa miaka mingi. Na mwaso wale ambao wako na kanisa dogo na wamezishikilia kupitia imani yao, wakati wote wa COVID wamekuwa akilipa hiyo hall, amekuwa akilipa hiyo kanyumba. Wewe ndiye ninanena na wewe siku ya leo. Ukisikia mwito ama upate hii video, ningelipenda kupitia ile namba huwa ninapeana hapo, ucommunicate na mimi. Wewe ni pastor, uko na kanisa ambayo haijazidi watu 20. Mko 3, mko 5, mko 10, mko 15. Na kuna wengine ambao wako na kanisa na ni mapasta na wako peke yao. Unapata huyo mtu paka bibi yake hawezi ugana na yeye. Lakini umekuwa na hiyo kanisa hapo. Ukiwa peke yako unaendaga unahubiri mahali pale, ukiwa na peke yako unahubiri, alafu kisha jioni unaenda jioni nyumbani na unasema ulikuwa kanisani. Siwezi nikasema yeye si mhubiri. Maana ninakumbuka wakati nilikuwa na kanisa pale Kitengera, nilikaa zaidi ya miezi 3 nikiwa peke yangu. Sometimes unaitwa na Mwenyezi Mungu mpaka yule bibi huko naye haoni mwito. Ninanena na wewe, ukiweza kupata hii video, nipigie simu. Kuna 2 matatu ningependa kushare na wewe kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye amenipa kibali ya kuhubiri duniani katika imani ya Kristo. So kuna sababu, na kama wewe ni mmoja wao wa washirika ama mshirika ambaye huwa unahudhuria kanisa dogo tu, huenda ikawa pastor wako hanijui ama hajawahi kuniona katika mitandao, lakini from one way or the other wewe ushaingia kwa mitandao hii ya YouTube na ukapata kuona video zangu na unakuwa follower, yaani unanifuata, na kanisa lako liko na watu kama 2 3, mko bibi wawili, ni wewe tu na bwana, ni wewe tu na bibi, ni wewe tu na washirika wengine 2 hapo. Introduce me to your pastor na umuombe tu anipe namba, umpe namba yangu, maana huwezi ninaziweka hapo chini kwa comment. Namba zangu za simu mpatie, tuongee na yeye. Nina jambo ninaweza kumuelezea ambalo Mwenyezi Mungu ameninenea kuhusu wahubiri hawa, na sio wale wako na makanisa kubwa. Mwenyezi Mungu nikinena hili, wewe tukiongea na wewe, Mwenyezi Mungu atakusaidia hayo mengine ambayo tutanena, na utaona uamuzi utakuwa ni mgani. Ni kuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu anataka na nyinyi ambao mko na kanisa dogo. Na ujue hii, ukinipigia simu na unajua hauna kanisa dogo, automatically I will know. And I think I will not share with you whatever God has given unto me concerning you. So, siweki makanisa kubwa ama mtu ambaye ako na dhehebu kubwa ambayo ni kubwa, lakini Mwenyezi Mungu anahitaji wao ambao wamekaa, umekaa na washirika 5, miaka 5, miaka 6, miaka 2,
Wakati wa COVID umetokea, umesimamia hiyo kanisa ukiwa bills zote unazilipa ukiwa peke yako na familia yako. I'm speaking about you. Na tukiongea utabarikiwa, hata nami nitabarikiwa, maana ninajua kuna kitu mmebeba ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu, ijapokuwa wengi wenu hamjui. And God will bless you. So if wewe kama ni mshirika wa mhubiri kama huyo, na umepata kuona ama unaangalianga video nikiweka, mpatie information, tuongee na yeye, maana kuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu anataka kumpitia, na hili ni la hawa tu, litafit kwa hao wahubiri ambao ninawaita wako na kanisa dogo. Kuna sababu, na Mungu awabariki. Now, kuna hili jambo lingine la majina ambalo niliongea katika hiyo video ambayo imeenda hapo mbele, kuhusu kubreak the spirit ambazo zinafuatana na majina ambayo tunaitwa. The thing and the basic thing is this: ukikaa maisha matakatifu, Mwenyezi Mungu atakupata. Mwenyezi Mungu ni saidi ya magnet. Tukisema tuliganisha Mwenyezi Mungu na magnet, na yeye ni chuma ambayo ni pure. Wakati unapitisha magnet kwa mshanga hivi ikiwa na nguvu, hata kuwe na kakitu kadogo kameto aina kadogo tu kwa mshanga ambayo iko chini, huwa inavuta, inajivutia. Mwenyezi Mungu anakaa kama hiyo sparkle, hiyo magnet. Mahali kuna utakatifu anashika. Wewe ukikaa maisha matakatifu, na lile jina ambalo umeitwa linatokana na mtu ambaye alikuwa mwenye kukunywa pombe, ama ukiangalia character ya yule mtu ambaye umeitwa, ina vituko. Ukikaa maisha matakatifu wakati Kristo anapita, atakushika na atakupata. Na ukianza kubreak the spirit ambayo inatokana na hilo jina ambalo unaitwa, huyu Kristo ambaye ni nguvu atakuwezesha kufuja. Hakuna kitu kubwa inahitajika ili uvuje hii, na huhitaji kwenda mahali fulani ili uvujiwe. Ile kitu iko, you have authority in you kama umeokoka. Maana the concerned person ambaye anafuatilia hali ya majina ambayo nilinena ni yule ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu, ama yule ambaye anataka maendeleo ya kiroho. Na kusema maendeleo ya kiroho ni kusema mtu ambaye anataka mabadiliko kutokana na mambo ambayo anaona haiendi vizuri. Angalia kama hii. Mimi kwetu, kwa baba yetu, niseme kwetu, kuna kuaga na hiyo issue ya mtu kugongwa. Unasikia mtu amegongwa na kitu fulani, na kuna kuwa wengi wetu ambao tumezaliwa na hao hawajakosa majiraha ya aina fulani, na huwa inatokana tu ghafla, inakujaga tu. Kama mimi ukinzena na mimi, kuna mahali nilidungwa, nilikuwa nimepata juu ya miti nikijiangalia Wakorino. Walikuwa wamekuja kwa center ya kwetu. Sasa nikiwa nimepanda juu ya mti pale, ile kijana tu nikames kuteremuka na hiyo. Sasa nilikuta tu kukiwa kuna kapisi ambayo imejishikilia kwa hii miti ambayo ilikuwa imekatwa, imetoka tu kama inchi 2. Iliniingia kwa mguu mahali fulani, na hiyo kidoda alama iko, hiyo alama iko mpaka wa leo. Ingine ni hii, nikiwa nimepewa kitu fulani ya gari na babangu, nilikuwa nataka kutengeneza mkokoteni, nilikuwa naishi Thika. Sasa baba akaniambia, hii gari toa ile kitu ya mbele na miguu ya nyuma uende utengeneze hiyo kitu unataka ujisaidie. Sasa nikiwa katika ile hali ya commotion kufungua hiyo gari, mzee my brother akakuja na alikuwa anasema yeye ndio overall boss wakati babangu hayuko. Na baba alikuwa tu hapo. Alinigonga kwa kichwa mahali hapa. Huwa mpaka wa leo huwa kunatoka nikimaliza tu siku moja kabla sijaosha hii kichwa, huwa ninajikuna, lazima nitumie dawa. Niligongwa na my brother. Hii naye ya mguu. Angalia spirit ambazo zinakuja zikiwa zimefuatana. Juzi hapa mtoto wangu akagongwa na mtu hapa, kijana, paka ikaingia kama kitu kama inchi moja round hivi, mfupa ikaingia ndani. Kuna maspirit inafuatana ya aina tofauti. Hiyo nimekwambia ni ya kikwetu. Juu mimi niliangukia kwa hiyo nikijua nimepanda juu ya miti mpaka alama iko leo. My brother naye akanigonga hapo, na ni mtu tu alinigonga. In fact kama angelikuwa na chuma, sidhani kama ningekuwa hai leo, lakini ningekuwa kwa sababu ya Mungu, nikidoda tu hiyo. Huwa inatoa maji mpaka wa leo. Na nikipeleka hospitali na hizo hakuna kitu inaonekana, lakini nikikosa tu kuoga siku moja, nikose kuosha kichwa,
inatoka, sikia kujikuna, kunatoka maji. Hiyo ni spirit imetokana na kwetu. Sasa ukiangalia katika watu wetu kadhaa na huko, unapata hiyo kitu iko. Hii ni ingine na haya nitasema. Hii ya poison, unapata your sister ama my sister ananipea poison. Huko kwa akina Guka, ninasikianga kuna Guka fulani. Alimdharau mtoto wake mmoja, hao wazee wa samani. Akamtengenezea kitu inaitwaje? Yam. Kwa Kikuyu tunaita gekwa. Alitengenezea mtoto wake, akaitengeneza vizuri, akaichoma ile ya shoma, ile ya kuweka kwa moto, unaivunika na jivu mpaka inaiva vizuri, alafu anaitoa gozi vizuri. Ikiwa imekauka, akashukua poison akadunga na kidole hii kubwa alikuwa analea ile kucha kubwa, aliigiza kwa ile kitu tunaita gekwa. Hiyo sijui mnielezea na Kiswahili hapo chini. Na ni vile tu masomo kidogo. I think Kiingereza itaingia. Sasa alimdungia na akampea. Huyu kijana alipokula hiyo kitu na baada ni baba amempea, hakufika hospitali. Spirit of killing inatoka from generation. Sasa ukitaka kuvuja hii, hakuna mahali utaenda. Kitu ya muhimu ya kwanza ni kuishi maisha matakatifu. Ili wakati Kristo anatuma malaika hapa duniani wakikuja kutembea wakiangalia wale watakatifu wabariki, wewe uwe mmoja wao. Kuvunja hii haihitajiki mtu mwingine kwako. Na kama inahitaji mtu mwingine kwako, ni pastor wako ambaye unamwamini, unaenda kwake, mnaelewana, mnashikana mkono, anakuongeza, mnashikanisha imani, mnavuja that spirit. Alafu inahitajika discipline baada ya kuivunja. Sio kukaa tu ati kwa sababu imevunjwa uanze kukaa tu maisha ovyo ovyo. Itarudi. So discipline inatakikana. Sikia hii. Discipline. Nikisema discipline, unaelewa ninamaanisha nini? Maana kuna mambo ambayo utahitaji kuashana naye ili Mungu akubariki. For example, tuseme sasa discipline. Kuna watu wana chat kwa simu, wana chat na opposite sex. The moment unachukua hiyo simu unaanza kuchat na opposite sex na mnaanza kuchat mambo maofu, ikiingia ndani ya moyo wako inakuaga ni kama haitoki. Sasa ukitaka kuashana na hili jambo lazima uwe disciplined. Hii simu ukipata huyo mtu amekuandikia message, una decide kutorudisha ama una decide kumblock. Sasa hii issue ya kublock namba ya mtu ambaye anakuandikia message baya, hii issue ya kublock mtu ambaye mnashare na yeye ni WhatsApp groups hizi ama WhatsApp messages, mtu ambaye anakuelezea maneno ambayo si matakatifu. In fact huwezi ukayarudia mbele ya watu, na huwezi ukayanena mbele ya Mwenyezi Mungu, huwezi ukayasimamisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Mambo aina hayo, hiyo discipline ikiingia hapa, inakubidi usirudishe ile message, inakubidi ublock hiyo namba, inakubidi usishukue simu usome message ya huyo mtu. Na hapo ndio shetani anaingilia, maana ni kitu tamu, hutaki kuasha, unasikia roho moyo, unasikia vizuri moyoni. Discipline. Jina lako ambalo umeitwa, ukitaka uvunje na ikamilike, lazima baada ya maombi na kuvunja, kama ni pastor mtashikana na yeye ambaye unamwamini, sio pastor yote tu. Najua ninaona watu wakikimbia hapa na kule, huko na huku, wakikimbia wakisema naenda kwa mhubiri huyu, naenda kwa mhubiri huyu. Biblia inasema katika kitabu cha Amos, watu watakuwa wanakimbia hapa na kule na pale wakitafuta neno hili na hawatalipata. Wengi watazilahi katika njia wakitafuta hili neno na hawatalipata. Leo hii tunaongea na we old generation people, wale watu ambao wamekomaa, hawana hiyo shida ya kutembea hapa wakikimbia kwa manabii. You young mothers, young fathers, young girls, and how do you wako na hii shida kwa manabii? Mtu wako na watoto wawili, unataka uende uprofesa yule, unataka unakimbia kwa manabii mpaka huyu. Na sio manabii tu ambao wanajifungia kwa nyumba, hata kwa makanisa unapata huyu anataka leo hako hapa, kesho anatenda hii, kesho nyingine yani akikaa. I was like that. Sitosheki na siridhiki kwa kanisa moja, ninasikia kuna kitu kingine ninahitaji. Ninaenda kwa hii na hii na hii. Hii na hii ni hivyo. Usimame wa ule mhubiri ambaye unamwamini, mshikane na yeye mkono. Na usiigize mambo ya pesa. Unless ukiona mambo yameanza kuwa mazuri, hapo ndio unaruhusiwa na maandiko kurudi uende upeleke ile kitu inatakikana kwa madhabahu. Brethren, hiyo ni yenu.
na Mungu atawabariki. Na mosu, hii kitu ingine ninataka kuleta hapa. Pastor wenu ukimwambia nipigie simu, mimi asiniwekee masharti. Juu mimi ndiye nimeitana kupitia Roho Mtakatifu aliye ndani yangu. Usinipee masharti. Tukiongea na wewe vile Mwenyezi Mungu utaona amekusaidia ama utakuwa umesaidika. Twende biguni na twende na utakatifu. Maana hakuna vile unaweza kunywa kikombe mbili. Unataka kuishi maisha matakatifu, and on the other hand unataka kuishi maisha ambayo sio matakatifu. Mwenyezi Mungu hawezi pelekana na wewe ukiwa na njia mbili. Lazima usimame vizuri, usimame kwa wokovu na usimame kwa utakatifu. God will bless you. Now, hii ni kitu ingine. Kuna dada moja tumeomba na yeye ni fan wangu, ananifuata. Na for your information, I love this. Wakati ninaweka video, baada ya siku mbili ninaona iko na viewers 1000. Brethren, I love you. Na Mungu awabariki kwa kunifuata. Na wale ambao wana comment hapo chini, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Haikuagi ni bure. Maana ninasema hivi kwa sababu watu 1000 kuweka video wako wanakufuata, wana view video zako. That's a blessing from God. It's not me. Maana ninajijua wakati nilikuwa sina mambo haya. Ninanijua wakati nilikuwa sina hii nguvu. Ninanijua wakati Kristo hakuwa upande wangu, nilikuwa ninaishi maisha tu maregevu, ninakaa tu hivi na hivi. Mambo mengine singeyaona. Lakini I respect you all. Ambaye nikiweka video mnanifuata, mnasubscribe katika platform ya Evangelist Martin Ndung'u. God bless you all, not in vain. Kuwa na watu 1000 ambao wanafungulia video yangu within the first 3 days. That's a blessing from God. And for your information, sio bure kuifuata. Maana what I believe and I know, and it is what have been happening between me and you. Kristo anakuanga hapo katikati. Na hii sio ile tunaitaga at the better option. No, Yesu Kristo anafuata neno lake. Maana Biblia atuelezea, simama enenda ukihubiri injili, proclaim the word of God. Naye Kristo atakufuata na ishara na miujiza. No, unajua mahali pote ninapitia nikiproclaim hii message, Mwenyezi Mungu anafuatilia na ishara na miujiza. Nyinyi ambao mnaona video alafu mnafungulia na mnashare, hata nyinyi mko na baraka. This is a two-way traffic. Mwenyezi Mungu anakubariki na ananibariki. Wewe naye unabarikiwa. Wakati ninasikia ushuhuda kama huyu, kuna dada mmoja anaitwa Carol. Ako within hizo inchi za nje. Nisiseme wapi tu, ako inchi. Huyu dada ametendewa mambo na Mwenyezi Mungu. Tumeomba naye hapa kama mwezi umeisha. Nikamwambia, wewe my sister, hebu tuombe na wewe. Huyo ndugu yako unasema anakunywanga pombe. Tuombe Mwenyezi Mungu aingie katika hizo mahali anaenda kukunywa pombe. Kristo aguse hiyo mwili yake na mwili ikatae pombe. Ninashangaa hapa siku 3-4 akiniambia, hakika my brother ananunuliwa pombe na mtu ambaye ni sini ya kumshida, anamwambia mimi sitaki pombe. Mwili unakataa pombe. Na tuliomba tu, tukaambia Mwenyezi Mungu hiyo mwili yake ikatae pombe. Na sio yeye peke yake. Tumeomba na watu wengi kuhusu mambo na issue tofauti. Lakini hii ya huyu ilinifurahisha, maana amepandishwa mamlaka na ile inchi yako mpaka hata yeye huyu brother yake anashangaa. Lakini la muhimu ni hii. Tuliambia Mwenyezi Mungu, huyu jamaa Mwenyezi Mungu mfuate mahali anakunywanga pombe. Umguze hapo akiwa, kwa hiyo uguze mwili wake, hiyo sehemu huwa inapenda pombe. Uisababishe idharau pombe. Ananunuliwa pombe, anasema staki. Mpaka anaezo agarau kidogo, anasema sikunywi, staki. Nasikia ikinuka vibaya. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu ambaye tunamwamini. My brethren, msishangae wakati Mwenyezi Mungu anasimamisha mtu kwa street na ni mhubiri. Anaanza kuproclaim message, mkienda kinyume anawaambia, hapo mstadi still mpaka nimalize hii injili. Hii ndio injili ambayo Mwenyezi Mungu anakusudia kufanya wakati huu, na ninajua imeanza already. Na sisemi hivyo nikisema ati hakuna, iko. Ninajua hiyo iko. Tumeomba na dada moja hapa amenipigia simu akiwa Spain. Akaniambia, we, my niece kamepotea katoto, nasikiaga watoto huwa anapotea. Lakini niko na haka ketu kamepotea, sijui kalikuwa kasichana kama miaka 13. Na kalikuwa sijui kamepotea from the, sijui ilikuwa kama siku 4 hivi.
Nikamwambia tuamini Mwenyezi Mungu, tuitishe malaika mahali huyo mtoto wako kama hako uhai. Twamtuma huku. Tukatuma malaika na huyu dada. Malaika wanapewana na Kristo katika huduma hizi. Maana Kristo hata yeye alikuwa anatumia malaika. Malaika fulani enda ufanye hii. Daniel akaomba, malaika akatumwa. Kukakuja mwingine wa kuongeza huyo mwingine nguvu. Na sisi tukaitisha malaika na huyu dada. Baada ya siku mbili, akaniandikia message akaniambia, kanisa katu kamepatikana. In fact kalikuwa kamefugiwa kwa nyumba fulani na jamaa fulani ambaye tunajua. We don't know. Na akapatikana. Ijapokuwa sijui kama nafikiri alikuwa ameharibiwa na huyo kijana. Sasa hiyo ni polisi kesi, lazima iendelee namna hiyo. Ni hapa tu Nairobi. Lakini niwaambie hii. Angalieni watoto wenu vijana na wasichana. Maana na ninaongea kuhusu Kenya. Siongei sasa in the whole world. Naongea kuhusu Kenya na watoto ambao wanapotea. Huu ni wakati tunaelekea wa uchaguzi. Wale ambao wanasimama hizi viti kubwa ama hizi viti za uchaguzi kutoka yote mpaka ya juu. Wengi ambao hawana Mungu huwa anafanya sacrifice. Wao ndio wanaiba watoto wenu. Na ninajua hapo ninakanyaga ni hotline. Na nafikiri hii ni mara ya pili kurudia hii. Hawa watu ndio wanaiba watoto wenu na wanaenda kuwafanya sacrifice. Sasa wewe ukiniuliza watoto wanaenda wapi, nitakwambia namna hiyo. Na what do I say? Mimi nakwambia ushuke mtoto mpaka wakati wa uchaguzi uishe. So hii sio ule wakati wa kusema ati kijana ni mkubwa wa miaka 12 unamwashiria tu rules. Anaenda tu kila mahali alikuwa anaenda hapo beleni. Huu ni wakati. Na unajua wanatumia nguvu za mashetani kudanganya. Sasa anaongelesha huyo mtoto anakuwa confused. Kuna mwingine niliwaelezea last week tuliomba. Alikuwa amewekwa tu kando ya barabara akiwa amenyamaza na amefungwa na maguvu. Ili masaa ifike akuja waendelee na safari. Tulipoitisha malaika akaanguka hapo na akaguza mtoto akatoa hiyo spirit kakaamuka kakiwa kamekumbuka kwao ni wapi. Huu ni wakati wa campaign. Na always wakati wa campaign kuna kuaga na mambo ya aina hiyo. Nitarudia tena na tena ili unisikie. Na especially wakati huu tunaenda uchaguzi Kenya. Hawa watu ambao wanataka viti kubwa ndio wanatoa sacrifice watoto wenu. Kwa hivyo waangalie mtoto wako na sikwambii, unajua mimi niko na imani ya kuombea. I agree. Kuomba ninakubali. Kwa nini? Hebu nikuonyeshe makosa ama nikuonyeshe kitu tu. Samson alikuwa mtu wa nguvu sana. Kuna kasafari walienda na mamake wakienda mahali na mama na Samson alikuwa nabii wa Mungu mwenye nguvu zote. Lakini katika hii safari Samson akajifisha akaingia kujisaidia. Na hapo alienda kujisaidia akakutana na lion akaiua. Na alipoiua akaiasha, hata mama alitokea tu kwa mama na akaendelea na safari. Siku ya kurudi kutoka mahali walikuwa wameenda na mama, akafikiri mahali aliingia akaua lion aingie. Hakuambia mama aliua lion, akaingia na akaenda kuangalia ndipo alipata asali. Na unajua alikuwa anaelezewa na Mwenyezi Mungu mpaka vitu imekufa asikule tu ovyo. Alikuwa amekatazwa mambo kadhaa. Kama angeambia mama hii mambo yote, kuna danger ambayo haigetokea. Maana wakati wa kurudi mama angejua ukiona mtoto wangu akiingia mahali aliua simba kuna kitu, ngoja hata nimfuate. Kuna mahali kunatakikana physical protection above ama chini ya protection ya kiroho. Usiniambie ati juu umeombea mtoto na umemfunika na damu ya Yesu, umemfunika na uwezo wa jina la Yesu Kristo. Sometimes inakuwa physical, unahitaji umwangalie. It won't take your time mingi kuangalia huyo mtoto wako. So if you are loose, it's okay. Wengine unasikia mtu akisema, in fact huyo mtoto wangu nilisikia dhamira nyingine inaniambia twende na yeye, nikaikataa. Nikamwambia wewe hata tu hakuna shida itatokea. Ukisikia dhamira yako inakwambia ufanye jambo fulani, lifuatilie usiliashirie. Maana utakuwa mtu wa kulia ukisema I wish I knew. Brethren, issue nyingine naye ni hii. Walideni watoto wenu. Hii naye ni nyingine. Issue na watoto wetu na motorbike. Let me address this in general. Wahali hizi motorbike zinatoka, kuna nguvu za aina fulani zinasifuata. Zinakuja nazo mpaka huko tuko. Hakuna kitu ambayo inatokea duniani inakuwa na wingi na baraka ya aina tofauti ambayo haina opposite. So where there is blessing, there is curse. Unaona?
Mahali kuna baraka, kuna laana. Zote zinapelekana hivi parallel. Uchague, Mwenyezi Mungu akulinde. Hizi motorbikes unaona zimejaa katika nchi yetu. Mingi za hizi motorbike hazikuji tu. Ni kitu unafaa ukinunulia mtoto unapeleka kwa madhabahu, inavunja spirit za kishetani. Halo, ili iwe controlling. Maana hiyo kitu sio baiskeli, inaenda kama gari. Ukimess tu kidogo inakuangusha, unaisha. Sasa jambo ni hili. Wale ambao wako na magari, akikuguza na hiyo gari usiku na uko na motorbike, anakushukua wewe na motorbike. Akiona umekufia kwa gari yake, most of the time wanaenda kutupa. Issue na watoto na motorbike, muwe sensitive. Ukinunulia mtoto hiyo motorbike, ipeleke kwa madhabahu. Hiyo sasa si yako wewe kuvunja, inahitaji mafuta ya mhubiri ambaye yako juu yako. Ipeleke kwa madhabahu na iende iombewe, ibrekiwe hiyo spirit imetoka naye kule. Ukinisikia utafaidika. Na second, mtoto wako akikosa kazi useme ni motorbike unamnunulia ili angalau aendelee. Hata na yeye mcontrol. Uifuatilie. Maana zingine wanafanya mambo mengine ambayo haieleweki in the street. Kutashikana vijana wawili wanaona kuna pesa ya haraka inapatikana, wanaanza kutumia hiyo motorbike. Tumejionea kwa street za Nairobi, wananyang'anya watu masimu. Wanaigia wanafanya ABCD, all sort of evil things. Wananyang'anya wa mama vibeti. Maroho ingine inatokana na kule hizi vitu zinatoka. Na sisi juu kazi yetu ni kununua, juu hatutengenezi. Sasa na huwa ninawaambia mara nyingi. Na huwa nawapea mfano na kitu moja. Soda ya Coca-Cola. Mwenye kutengeneza Coca-Cola alikuwa ya kusaidia watu, walikuwa wanahubiri injili. Akaipeana, ikabarikiwa, ikawa worldwide imebarikiwa. Mtu ambaye naye anatengeneza kitu yake na anataka ingie kwa biashara vizuri na ibariki na abarikiwe, akiwa hayuko upande wa Mungu, wako upande wa shetani, lazima atumie nguvu za kwao. Wale wako katika upande wa Mwenyezi Mungu, lazima atumie nguvu za Mwenyezi Mungu. So the moment mimi nitaenda kwetu ushago nilime cabbage na nilime viazi, wakati ninazilima ninaziombea, zikienda kwa market zikubalike. Na kama yule ambaye naye hajaokoka ataomba nini? Kitu kinunua mpya, iweke kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Kuna wakati moja tulinunua jacket watoto wangu wakiwa wadogo. Hasa moja tukanunua hizi inakuwa kafuk afro, ni unafalisha mtoto ili baridi usiku. Tulikuwa tunavalisha huyo mtoto wangu mkubwa. Akivaa leo asubuhi ni mgonjwa. Akivaa tena siku nyingine baada ya wiki asubuhi ni mgonjwa. Mwenyezi Mungu akanisaidia, hii jacket iko na spirit fulani. Nikaambia mama, si umfae, mvalishe tuone asubuhi. Asubuhi ikifika ni mgonjwa. Unajua ilinibidi niishome. Na hata sidhani niliambia bibi yangu, ilinibidi niishome. Brethren, tukae, na ninaambiaga na mwito wa kukaa maisha matakatifu. Ukikaa maisha matakatifu, utakaa kama meto ambayo iko kwa mshaga na Kristo ni simako. Akipita hivi, lazima akupate. There is no shortcut. Ukikaa maisha matakatifu unakaa kama meto ikiwa kwa mshanga. Hiyo meto hata kama imevunikwa na vumbi ya aina gani, upite tu hapa na magnet ambayo iko na nguvu, lazima ivute. Sasa wewe ukiwa wapi mahali huko na unakaa maisha matakatifu na Kristo anapita na mtakatifu, lazima hawezi pita yeye. Lakini ukikaa maisha vugu double life, utakuwa unauliza kwa nini wengine wanatendewa na mimi sitendei? Kristo akaombea watu na akawaponya. Wakaenda, mmoja akarudi akakuja akauliza. Akasema alikuja kusema thank you. Na Kristo akamwambia, ni wewe umepona, sasa uishi maisha matakatifu na uachane na dhambi. Akamwambia ukae maisha matakatifu. Maana ukikataa kukaa maisha matakatifu, huyo shetani ambaye alienda kutafuta wengine, anatafuta 6 wakuja wakiwa 7. Ukikaa vibaya atakuingia na utakuwa mbaya kushinda bereni. Napenda wakati tunaomba na wewe, lakini nina shida na ile maisha ambayo unaishi. Maana tunaomba na wewe leo. Alafu kuna kitu kingine hapa Mwenyezi Mungu ameniambia. You have gone kwa mahospitali mingi. Sikia hii. Kitu kingine naye Mwenyezi Mungu amenisaidia ni hii.
Umeenda mahospitali mingi, umekuwa na ugonjwa ambao uko ndani yako, umetibiwa kutoka hospitali moja hadi ingine, mpaka wewe mwenyewe unasikia umeshoka. Umeenda zaidi ya hospitali tofauti, mpaka wengine wametoka hapa wameenda kupeleka watu wao ng'ambo, wengine mnapeleka India, mnapeleka wapi, mpaka within Kenya. Unatoa huyo mgonjwa mko na yeye rural, unampeleka urban, anapelekwa kwa hii hospitali na hii ingine na hii ingine na haponi. Kristo ananiambia hivi, kwa wale ambao wamepitia kikombe ya aina hiyo, wameenda matibabu tofauti hawaponi, anataka ujiulize kwa nini unapelekewa madaktari na hauponi na haukufi. Na ajabu ndio hilo. Mtu anaumwa na mwili vizuri. Unajua shetani anafanyanga kazi usiku saa zingine na maugonjwa. Meno nini? Mwili yako haiko sawa. Una ugonjwa ndio unasemanga uko na pressure. Usijui uko na watu inaita cholesterol, unaumwa na parts za mwili. Umetibiwa, umeenda matibabu yote mpaka watu wenu wameshagaa, mpaka wameshoka. Haukufi na hauponi. Hii ndio waso na hii ndio Mwenyezi Mungu anakuambia. The reason anakuweka namna hiyo na haukufi na hautibiwi na madaktari, anataka ufike mwisho wa mawazo yako na you are understanding. Sasa umgeukie umwambie, niko hapa, nimeenda mahospitali yote nimepona, nisamehe ama niponye. Sio nisamehe, niponye Mungu. Hapo ndio Mwenyezi Mungu amekungojea. Mama moja akaulizwa ni maandiko hii, enda uniletee yule bwanako ambaye mko na yeye. Alicheka akashindwa, nitalete mgani? Alikuwa na wangapi kwa maandiko? Google uone. Baka akajua sasa, nikisema wa kwanza hatuko, nikisema wa pili zaidi ya mabibi mabwana yako na mabwana zaidi ya mabwana 10 ama 9. Maugonjwa yako ni kama hao mabwana kama 9. Haujapona, haujapata yule utasema huyo ndiye bwana wangu. Mwenyezi Mungu sababu ya kukusababisha usikufe na hauponi baada ya kutibiwa, anataka ufike mwisho wa hii safari, uone hakuna mahali utasaidika. Sasa ugeuze uzo wako kwake, umwambie sasa, nimeungana imani, nimeunga imani yangu, nataka Mungu uniponye sasa. Na unajua hautamaliza siku 3 kabla hujapona. Hiyo safari yote umeenda ya dhiki itamalizwa na Mwenyezi Mungu na siku 3. Lakini kuna kitu anataka. If you just imagine, nikiwa nimetembea, ninafikiri niko peke yangu kwa njia na ni usiku. Sasa natembea kwa barabara na hakuna stima na ninasikia uoga. Sijui kama ushaikuwa katika hali kama hiyo. Nafikiri hivyo tukiwa ushago. Maybe nimeshelewa mahali na ninaenda nyumbani, maybe nilikuwa nimetoka Nairobi na lazima niende nyumbani. Ni saa 3 na kwetu kulikuwa na leopard. Zile zilikuwa mingi. Na ndovu wakati sikawa. Nyati ndio hakuwa sinapatikana, lakini ndovu kwetu ilikuwa mingi. Leopard. Sasa umewekwa na gari stage. Ni saa 3 ya usiku na ni lazima uende kama kilomita 5 ama 4 ili ufike kwenu. Na hakuna watu nje na hakuna stima. The moment unatembea ukiwa na uoga wako, hii ni kitu nime-experience mara kadhaa na Mungu ni mwema. Wakati unatembea ukiwa na uoga wako, unafikiria uoga mahali climax ya uoga wako imefika kelele ya juu kabisa, kilele. Unasikia sasa hata kutembea unashindwa, unahema maana hujui ni lipi liko mbele. Lakini dhamira inakwambia kuna kitu kibaya ambayo iko hapo mbele yako. Unaamua kusimama, unashindwa uende nyuma ama uende mbele mahali unaenda. Wakati ule unaamua uangalie nyuma, unakuta Mwenyezi Mungu ameweka malaika nyuma yako na haongei. Hako tu hapo. Sasa wakati uoga umefika mwisho, unasikia mwili yote imejaa maji. Ghafla. Sasa unashanganikiwa, miguu inaisha nguvu. Unafikiri uangalie nyuma na ni kwa giza huoni kitu. Unapata malaika wako nyuma yako na haongei. Hako tu hapo. The cost ya kutambua ati malaika wako hapo inakushukua. Ndio hiyo unatembea kilomita ya kwanza ni kwa forest, unaenda kilomita ya 2 umebakisha zingine 2. Sasa
Katika mawazo yako unajua uko in the midst of forest. Kwenu ni kilomita 2 mbele. Nyuma huwezi rudi maana si kwenu na ni lazima uende. Uoga unakushika mpaka miguu inashindwa na kutembea. Unafikiri uangalie nyuma na sijui unaangalia nini maana kuna giza. Katika huo uoga, ukiwa Mwenyezi Mungu wako upande wako, ukiangalia nyuma unapata malaika hapo. Najua mimi ni muonaji vizuri sana. Unajua hala watu wanaonanga kiroho. Mimi ni mmoja wao. Lakini kuna kitu ambacho ninajaribu kuepuka na sitaki twende na hiyo safari. Ya kuniambia nikuombee nikuambie vile Mwenyezi Mungu ananielezea kukuhusu. Huwa ninakataa. Na sio kwamba sioni. Ninataka nirudishe mpira pande yako. Maana niulize na mnijibu. Kristo alikuwa na wanafunzi 12. Niambie ni nani mmoja alikuwa anaenda kuomba advice kwa mhubiri kwa apostle mwingine? Isipokuwa Paulo na Timotheo. Timotheo alikuja nyuma na akawa anauliza maswali mingi sana kwa Paulo. Na Paulo akawa anamsaidia. Lakini ujue hili, Paulo hakuwa anaona vizuri. Wakati aliguzwa na Kristo pale kwa barabara, alipotokewa na Kristo, saiti yake hakuona vizuri, haikurudishwa vizuri. Na ndiposa anaambia watu fulani katika maandiko hapo wakiwanenea, walikuwa watu fulani. Ninajua mnanipenda. Na kama ingeliwezekana mngenipea macho yenu niwe ninaona naye. Paulo wakati alitokewa na Kristo akaguzwa, hiyo kitu aliwekwa kwa macho. Baada ya kuingia mahali alielezewa, ilipotolewa hakutolewa vizuri, alibaki bila kuona vizuri. Sasa Timothy ndiye mtu ambaye alikuwa analilai na Paulo na mambo mingi. Na yeye wakati alikuwa mtu mzima kiroho, akawa independent. Now let us come apostle, akina John, akina wako Petro, akina nani wote walikuwa wamepewa na Mwenyezi Mungu kiwango moja, maana Roho Mtakatifu aliye ndani yake yao alikuwa mmoja. Kwa hivyo swali ligeulizwa na Mwenyezi Mungu anawanenea, na ndio tumepewa Roho Mtakatifu. Sasa mimi ukinifanya niwe ninakuonea, nitakufanya raise in the kingdom of heaven, na utastukia ukiwa umeanza kurudi chini kwa imani. So wakati unaniuliza Mwenyezi Mungu anasema namna gani, ninakwambia sioni. Sio kwamba sioni. Sitaki tuingie na wewe hiyo trade. Maana utaniamini niwe kila saa ukitaka kufanya kitu unaniambia nikuonee. Sitaki kukufanya raise. Wake up. Be a grown up in the kingdom of heaven. Be a spiritual gorilla. Be a spiritual person, mtu ambaye ni mashua kiroho. Twende biguni. Sio kila saa mtoto ndiye anapewa maziwa ili akue. Mtoto akifika kiwango ya kukula mahindi alafu unamwekea mahindi kwa mdomo unampea amese, meno yake itakuwa nguvu namna gani? Sote tunatakikana tuwe watu wazima baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Rely na Roho Mtakatifu kujua mambo. Sio kwamba sioni. Sitaki kuigiza katika hiyo trade. Na ndio imesababisha watu wengi wao wamekoda kiroho. Maana anataka aelezewe from A to Z. Ninaona hapa juzi mtu amenenea mwingine maneno maofu na tukaona kama ni mchezo. Lakini hiyo maneno ilineno na huyo mwingine tukiona kama ni mchezo, yamekuja kutimia kwa ile nyumba ambayo huyo mwenyewe alikuwa ameelezwa na huyo adui. Ninakwambia enda ukafanya ABCD, unaona kama ni mchezo tu. Unaenda kwa bishop unamwambia sijui, unaenda kwa pastor unamwambia hii na hii. Mnaona kama ni mchezo. Hiyo kitu ilineno na huyo ni mchezo tu, imetokea kwa hiyo nyumba. Watu wako na mamlaka. Hata na wewe jifundishe kuwa use the authority that God has given to you. Abaya ameokoka na amekubali kuwa Kristo ni mwokozi wa maisha yake, anapewa mamlaka. Usipende kutumia mamlaka yangu wewe ukiwa umelala. Wewe unakanyaga breketi tu alafu unakaa. Na niwaambie, na nitasema hivi katika platform, mimi sipendi issue ya mtu kuniambia nimtafutie bibi ama bwana. Sipendi hiyo issue. Kuna mambo mingi sana tunafaa kufanya na wewe kabla tutafika hiyo standard. Umepitia maisha maofu. Umeharibu watoto wa wenyewe, umeharibu vijana wa wenyewe, umeharibu wasichana wa wenyewe. Alafu saa zile umekuja umeokoka, unataka bwana, unataka bibi. Sasa wewe unaanza kuniambia nikuombea alafu nikuonyeshane na mtu ambaye anataka. Ninakubali kwa 1 kati ya 100. Nitakubali 1 kati ya 100 tufanye hiyo kazi na yeye. Lakini angalia hili. Why do I claim kupewa innocent girl, a virgin, na mimi nimeharibu watoto wengi sana wa wenyewe? Why do I deserve that?
Unaelezea mtu hivi anakwambia hapana, mimi nataka mtu ambaye hajajiharibu. Why? Anyway, hiyo ni outside the topic. Nilikuwa ninanena na huyu mtu ambaye amegojeka, ameenda mahospitali yote haponi. Mwenyezi Mungu anakusukuma hivyo ili ugeuke mahali umefika mwisho, umwambie na I'm tired now. Na ndio haukufi. In fact ile magonjwa umekuwa umegojeka ama ile shida inakusumbua, inafaa kuwa ulikufa kama miaka 5 imepita. Lakini Mwenyezi Mungu ana make sure unaenda kwa hiyo hii na hii. Hauponi. Alafu niwaelezee hii kitu kingine. Munipenda munidharau. Watu wengi ambao wanatajirika wanatoa sacrifice watoto ama wazazi. Ama nini? Na mzazi akitoa mtoto sacrifice, most of the time ambaye anatolewa sacrifice akiwa mtu mzima anakuwa crazy. Unapatana na mtu alikuwa mzuri sana, wewe ukimuona hata hapa kwa street ni mtu mzuri sana. Lakini all of a sudden anabadilisha akili yake, inaanza kurudi chini. Mna shida yako ni nini ilitokea? Naye unaanza kuona wazazi wameanza kuinuka wakitajirika. Sacrifice imefanywa katika hiyo nyumba. Na hao ndio watoto tunakibiziwa hapa kila saa, unataka niombee huyu. Naye ulimtoa sacrifice. Na hii kitu sasa kuirudia tena. Nimejionea, unaenda kwa boma ya mtu unapata mtu ni tajiri sana, lakini kuna mtoto anafungianga kwa nyumba hatoki. Na huyo mtoto alikuwa normal vizuri, alikuwa mtu mzuri hapo mbeleni. Kisha ghafla ndio huyo unaona ameanza kuwa crazy. Anakaa tu haelewi afanye jambo fulani. Na wazazi wanasema huyu ni mtoto wangu. Number of them due to tajiri wanafanya sacrifice. Na hiyo imejaa kwa matajiri wengi. Kwa hivyo wewe ukiingia kwa nyumba uone kuna mtoto ambaye ameanza kuwa zuzu na alikuwa mzuri na wazazi wameanza kuinuka, usiniambie kuna kitu kingine. Sikuamini ukiniambia ati sio hivyo, ni hivyo. Sasa wewe hata ukikuja utuambie tukuombee maombi, haponi. Si ni wewe umefanya sacrifice. Nimeona mmoja hapa walishikana mama na mtoto wake msichana akaolewa na wakawa amebarikiwa Mwenyezi Mungu, lakini kijana ni yule mrefu hapo na nguvu. Ako wise. Walienda kwa mganga, mama na mtoto akaletea huyu kijana dawa. Akakunywa akaanza kuwa zuzu. Huyu mama amezaa watoto wanakaa kama huyo mtoto mzee. Sasa anaulizaga ni nani ata-undo? Undo what? Wewe uliolewa na mkijana mzuri ambaye ni mtoto wa mtu, alafu mkashikana na mama yako mkaenda kwa mganga, mkamletea juju akawa mjinga. Huyo mama amezaa watoto wanakaa kama huyo mzee. Utaenda kuombewa na nani na wewe ndio ulijipeleka? Rudi kwanza utengeneze mambo. Hii si mambo ninafurahia kuyaongea. Na nimesema hii, motorbike ukinunua upewe mtoto, ipeleka kwa madhabahu ifujwe hiyo spirit. Ndio unaona huyo mtoto akipata accident ya gogo ama uzwe na gari nyingine, wale ambao wamemguza waone badala hivi wanamshukua katikati ya watu na wanashukua motorbike yake wanaenda naye. Akikufia kwa hiyo gari wanaenda kumtupa. Sasa nyinyi mtatafuta mtoto wenu hapa miaka 10, hamjui mtoto alienda wapi. Aligogwa na motorbike. Sasa ukipatia mtoto motorbike kabla hajatokea naye, mpeleka kwa madhabahu. Hata ikiwezekana na yeye eye controlled. Na hii ni jambo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sisemi tu. Anyway, hii ni kitu kingine naye nataka kuwaonyesha. Umekuwa mzee na uko na boma mzuri sana. Umekuwa mama, uko na boma mzuri sana. Na mmekaa maisha mazuri kama married couple. All of a sudden, mmoja ana break ije. Anaanza kuchezo tu na mtu mwingine ije. Anaweza kuwa ni mama na mpenzi wa kando, ama mzee na rafiki wa kando. The moment you decide to break kutoka kwa ndoa yako, unalala na mtu mwingine, naye shetani huwa anaingia kwa huyo mwingine umeenda naye, anamweka maguvu ya shetani na anamfanya glorify ili aharibu hiyo ndoa yako. Sasa one act of sex is very dangerous to those who are married. One act itasababisha huyo umeenda naye na ulikuwa umejifunga, ukienda tu naye mara moja. Na maana shetani anasikiaga vibaya juu ya hii ndoa yako, anaingia kwa huyo umeenda naye, anampea nguvu zote za kishetani. Sasa akikuja kwako, hakuji tu msichana uliona, hakuji mwanaume mlilala naye mara moja, anakuja devil worshiper na ataharibu hiyo ndoa yenu. Hamtaweza. Dhambi moja inasababisha shetani aruke upande ule. Si mmekuwa mkiniringia mmepewa harusi ama ndoa mzuri na Mwenyezi Mungu. Saa hii ndio ninaiharibu. Jizuie na act of sex. 1.
outside the marriage. Hiyo kama uko na masikio nisikie. Kama usikii, wewe kaa hata namna hiyo. Na ili ujue ni hivyo. Hebu fanya research. Mimi niko Nairobi hapa. Uangalie wale watu ambao walianza ukiwa unawaona walikuwa na doa mzuri. Ghafla mmoja wao akaenda nje. Mambo huwa inaweza kurudi chini, inaanza muziki wa kishetani mpaka hiyo doa wanakaa kama hawajaolewa, kama hawajaoa, wanakaa sio kama bibi na bwana. Mpaka inatoka from worse to worse. Kuna spirit ya shetani ambayo inahufa around. Hii haiharibu mtu ambaye ameokoka. Iko within kuharibu wale ambao ndoa zao zimekaa vizuri. Wale wameokoka, wale hawajaokoka. Na ikiingia kwako, ukubali tu kutoka nje mara moja. Ita make sure imeharibu hiyo ndoa. Na ikisimama ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Maana dhambi ikiingia mahali, shetani anaingia kwa full swing. Angalia shetani ambaye anaenda mbele ya Mwenyezi Mungu anamwambia, huyu mtu alifanya hii na hii hafai kuingia. Anashtaki Musa mbele ya Mungu. Wewe na ndoa yako umepewa ndoa yote mzuri na Mwenyezi Mungu. Mmekaa miaka mingi bila mambo. Alafu ghafla pesa imeanza kupatikana. Unaanza kuona ndio hiyo. Ngoja niende nje. Unatafuta kama msichana ya kando. The moment unaenda naye, shetani naye anakuwa amegojea hiyo ndoa yako hivyo. Anaingia kwa huyo mwanaume. Hiyo ndoa yako ikisimama. Sielewi. Hii ni wazo la siku. Mungu akubariki kwa hiyo. Now, hii ni kitu ingine naye imenifikia. Kwa wale watu ambao wanaenda makanisani, usiwe fanatic wa kanisa sana. Unasahau ndoa yako ama unasahau familia yako. Maana nimejionea namna hii. Unasikia mama ameokoka. You should balance between church and marriage and your family. Nimejionea. Unastukia mama fulani anaitwa na pastor saa 11 asubuhi hapo. Anaelezewa ninataka kwenda kanisani na ninataka nifanyiwe hii na hii. Anapigia bibi ya mtu akiwa kwa kitanda saa 11 asubuhi. Naye mama anaamuka haraka ananiambia pastor ameniambia akifika kanisani 6 niwe nimefika. Sasa huyu ambaye amepigiwa simu, na hii sana ninaiona na wamama, sijui tutafanya namna gani na si kuwaonea. Amepigiwa simu na 5 na pastor na ni bibi ya mtu. Pastor amemwambia because you are loyal, you are faithful. Ninakutaka uwe 6:15 uwe umefanya kitu fulani kwa kanisa na funguo ziko mahali fulani. Amepigiwa simu, ako na watoto na ako na bwana. Immediately hiyo simu imefika. Na sio mpango ambao ulikuwa umepangwa kuanzia jana ati umewekwa, ametayarisha the husband basically ati Thursday ninatakikana kanisani niende nikaoshe ama nikafanya hii kitu. Within pastor anapiga simu kama saa 11 asubuhi ama 6. Anaambia bibi ya mtu, ninataka uwe kanisani by saa 1, ninakuja kuna kitu nataka unifanyie. Mama hata bila kuuliza mzee ruhusa, anaamuka tu na anaambia bwana, nimeitwa na pastor kanisani anataka niwe nifika 6:30 na saa hiyo ndio masaa ya mzee wako. Hata humuongereshi. Unamwambia final. Pastor amesema niwe 6 kanisani. Na juu huyu ni royal kwa hiyo ministry. Hakuna la kusema. Hautaheshimu huyo bwana hata akikwambia hapana usiende. Utaenda ukisema pastor amesema. We should balance between churches and whatever we do with our family. Let your family have priority of its own. Kama unafaa kuwa Saturday nyumbani ama kuwa na watoto kutoka saa 1 mpaka saa 3, mwe pamoja na hao. Na ni makosa sana mtu ambaye ako na authority juu yako awe mhubiri awe nani kukupigia simu saa 10 ama saa 1 asubuhi na hamukuwa mmeagana na yeye ama kulikuwa na maagano kutoka kama siku 2 hapo. Anakupigia tu anakustukia anakuambia unatakikana ukuje unifanyie hii na hii. Mwingine anaelezewa kuliko na pesa niko nazo hapa na ninataka ukuje kanisani usishukuru unipelekee bank. Juu naaminika huwezi iba.
within the next 30 minutes hata hujui bwana amekula ama umemwasha namna, unamwasha tu, hata hauogi, unajiguza tu, unakimbia juu umeitwa na pastor. Ni vizuri kuwa royal ndio, lakini lazima kuwe na balance. Your husband is the head of your house, your wife ndiye shingo. Usimwashe tu bibi yako akiwa hana pesa ya kwenda saloon, juu pesa yote unataka upeleke kanisani, sijui kuna mradi fulani. We should be balanced between churches and our family. Na hii ninanenea sana nikinena na wamama, maana hao ndio wanakuwa victim ya hao sana, mpaka mtu anaenda saa zile mnakaa na mtu hivi wakati anaomba, badala uombee bwanako dakika 5, unaombea bwanako dakika 1, unaombea pastor dakika 4. That is not godly. It doesn't go like that. Na msinipende kwa sababu ya kuongea hiyo. Hii ni neno kutoka kwa Mungu na si ragu. Hata mimi ninaongea namna hiyo. Kuna wakati moja bibi yangu aliniambia, sasa wewe juu ya hii mambo yako ya kanisa, hata nikitaka pesa ya nywele huwezi ukanipea. Hata sisi wanaume tunakuwa victim ya makanisa ama kwa watu ambao wako juu yetu. Mtu tu anakuambia tunataka twende na yeye Naivasha, kuna mission ya kikanisa, mtu naenda na mama fulani na fulani na bwana fulani. Mnaweko kwa gari moja, unaasha bwana wako akikwambia haigeenda namna hiyo. Hapa hakuna wokovu. You never be Mungu hata kubariki. Mnaona nikiongea namna hiyo, unafikiri sijui? Ninajua because I have all this. Nimepitia makanisa hapa mingi. Niulize ya kwenu utaniona, ukiuliza vizuri labda nilikuwa nasoma kwenu. Now, this is another issue. Na sijui tutaifanya namna gani. Tunaenda uchaguzi Kenya. Hapa kuna politician na kuna wahubiri. Hii ni grupu gapi? Sasa ninataka nikuaddress wewe mhubiri. Omba Mungu akupee neema na akuelezee na akusaidie the way to handle the politician ambaye atakuja kwa mikono yako. Maana wanakuja na ndio unahitaji hii na hii na wanataka kura. Unajua msimuuza tunaelekea uchaguzi. Hao politician wanakuja kwa makanisa yetu na wewe mhubiri unatakiwa uwe wise. Sasa kuwa wise, sijui utafanya nini. Maana mimi sikuwabii mhubiri huyu politician asikuje kwa kanisa. Lakini ukiwa na maisha mazuri ya kiroho ya ndani, utaona mahali hitilafu inaweza tokea. So, as a warrior before God, as a prayer warrior before God, huu ndio wakati wako mhubiri wewe ambaye unaona kama pesa zinasuguka hapa, wa kuingia vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu, ili usiletewe kitu ambao hutaweza kumeza. Usiletewe samaki. Unajua kuna wakati nilienda mahali fulani hapa Flyover nikakula nyama haraka. Nilikuwa naenda ushago nyumbani. Na sijui vile nilifanya juu nyama ilikuwa ya mbuzi na kale kamfupa usikii vizuri. Nilimeza kabla hajitafuna vizuri, ikaenda ikakwama hapa. Kabla niitoe. Nilikuwa nimeenda mpaka kilomita mzima nikijaribu kukohoa. Na ninajaribu kufisha juu ni ujinga wangu wa kukula nyama haraka. Sasa wewe Mkristo ambaye umeokoka na wewe ni pastor, hawa watu ambao unaona ni wa politician, mimi sikuwabii wasikuje kanisani, maana hata hao wako na right. Lakini angalia the way unakula hiyo nyama. Maana kuna nyama nyingine utakula ukifikiri ni ya mchezo ikatae kuenda kama hiyo nilikuwa nimemeza. Nilikula nyama haraka. Nisikuwa nafikiri iko na mifupa kale. Kamfupa kale ikaingia ikakuja ikakatalia hapa. Sasa haiendi ndani na haitoki. Karibu iniue. Na nyama ndiyo makosa ama mimi ndiye mwenye makosa? Sasa wewe mhubiri, mimi sikuwabii pastor politician asikuje kanisani. Lakini be wise. Simama vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Usiletewe nyama ambayo itakuua. Na nyama ambayo itakuua imebebwa na yule ambaye hujui ni nani. Hawa watu wote wanasimama viti ya politician, wengi si wabaya. Lakini kuna wale ambao wabaya, na wakiwa ni wabaya wanakuaga wabaya zaidi. Hawakuagi hapa katikati. Wanakuaga wabaya zaidi. So, nikisema ninajua kuna wanakuja wakati, mimi sikuwabii wasikuje kwa kanisa, maana hata hao wako na right. Lakini wewe mhubiri, kuwa mtu ambaye amejisikia. Usijiletee laana ya kukula nyama haraka bila kuangalia. Alafu ikuje ikwame hapa,
ikose kutoka na ikose kuteremka, itakuwa pole pole, maana inaenda inavunga sehemu ya kubreathe, unakufa pole